Mtazamaji, ni kwamba Tume ya Huduma za Mahakama JSC imemteua Jaji Mohamed Abdullahi Warsame kupendekezwa kuidhinishwa katika Mahakama ya Juu kufuatia usaili uliofanywa kujaza nafasi iliyotokea baada ya kifo cha aliyekuwa Jaji Mohamed Ibrahim. Tume hiyo imesema kuwa mchakato wa uteuzi ulikuwa umekamilika baada ya kuwahoji wawaniaji watano waliokuwa wameomba nafasi ya jaji wa Mahakama ya Upeo. Uteuzi huo sasa unaelekezwa kwa Rais kwa ajili ya uteuzi rasmi kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Hapo awali tulikuwa tunaangazia jinsi shughuli hiyo ya kuhojiwa ilivyokuwa inaendelea wakati wakihojiwa. Zablon Macharia na taarifa hiyo. Tume ya Huduma za Mahakama imekamilisha mahojiano na wanaogombea nafasi ya jaji wa Mahakama ya Upeo mchana wa leo. Good afternoon, Honorable CJ. Yes, please have a seat. Kati ya waliohojiwa ni akiwemo jaji wa Mahakama ya Rufaa Francis Tuyot na mwenzake Jaji Warsame Abdullahi. Wawili hawa wameelezea ubora wao wa kuwa jaji wa Mahakama ya Upeo, hasa ikizingatiwa tajriba yao, hapo wawili hawa wakisema tayari wamehudumu katika idara ya mahakama kwa zaidi ya miaka 30. I bring over 32 years of legal experience which I acquired through advocacy, through the judiciary, as a judge of appeal, and as a court of appeal judge. My journey as a legal practitioner spans over 36 years. But what stirred me into seeking to serve in public office was my encounter with numerous moments of injustice that I saw. Jaji Francis Tuyot ameweka bayana kuwa uzoefu wake katika kutatua kesi unamwezesha kuwa jaji wa Mahakama ya Upeo. Hapa akitoa mfano wa jinsi alivyotatua kesi kuhusu talaka ya wanandoa, hukumu ambayo anasema iliidhinishwa na Mahakama ya Upeo. Her share in matrimonial property must be gained from her contribution, never mind whether it is monetary. It could be in terms of non-monetary contribution. In the end, the approach I took, I think, has been vindicated by this court, by the Supreme Court. Kwa upande wake, Jaji Warsame Abdullahi amebaini kuwa hukumu ambazo amekuwa akizitoa zimetumika humu nchini na nje ya nchi, akiongeza kuwa uongozi bora wake utamsaidia sana wakati ambao atahitajika kutoa uamuzi, kwani ako na ufahamu wa matakwa ya Wakenya na ya idara ya mahakama. My jurisprudence has gone all over the country, has gone all over the Commonwealth countries, and one of the key requirements of the Supreme Court is the jurisprudential leadership. I have gone around the country. I know what the Wanjiku needs. What are they expecting from the court? What are they expecting from the judiciary? In essence, what are they expecting from the Supreme Court? They want direction. They want leadership in terms of the resolution of their matters. Therefore, I bring both inside perspective and outside perspective. Baada ya mahojiano haya, watakaofuzu na kuidhinishwa na tume ya JSC, majina yao yatawasilishwa kwa Rais William Ruto ili afanye uteuzi. Zablon Macharia, Undugu TV.